السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu nyote. Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati ya amani na Shekhe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na meza yako yote kuu, kipekee na mama yetu. Mama ndiyo kila kitu katika dunia kwa mujibu wa dini zote. Mheshimiwa viongozi wa dini, kwa nafasi zenu nimeamrishwa niseme nami kidogo kwa anwani iliyotolewa, dhamana ya mwanadamu katika dunia, ili tukufikie wewe kiongozi. Kabla hujawa kiongozi ni mwanadamu. Unatakiwa kwanza ujue nafasi yako ya binadamu wako kabla ya kujua nafasi yako ya uongozi wako. Ili iwe rahisi kufanya kazi zako, uanze kujijua ni mwanadamu na una dhamana gani katika dunia hii. Utaatachi na dhamana ulionayo ya uongozi wako. Ilianza Qur'ani kumwamsha mwanadamu kwenye aya ya kwanza suratul Dari au suratul Insan. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Anza hapa. Uwepo wako katika dunia, usije ukadhani wewe ndio kiumbe wa kwanza kuumbwa. Kuna vingi katika viumbe wa Mungu walitangulia kuumbwa kabla ya wewe. Qur'ani inasema hakika palipita zama kwa zama, karne kwa karne, dhidi ya mwanadamu hakuwa mwenye kutambulikwa uwepo wake kwenye dunia. Karne nyingi zilipita. Kulikuwa na malaika, kulikuwa na majini, kulikuwa wewe na familia yako kuwepo. Ilipotokea sasa unatakiwa uwepo, uliletwa kwa vyanzo na sababu. Nini unakuja kufanya? Haukuletwa tu aful khatir, uje tu malize kushangilia Simba na Yanga. Kipo kilichokuleta unakijua. Hukuletwa kwa ajili ya kuja kudumika na kukata mitaa ya Kariakoo na Posta tu. Wajua kilichokuleta, na kama wajua, unasimama kwenye nafasi yako kwenye hicho. 30 sura ya 2 surati Al-Baqara, tangazo linakuja. Kimekuleta nini duniani? Wakati huo mama yangu kwenye ujana wako leo umesahau. Umekaa mbele ya kioo unajipodoa, wanja, lipstick, sijui shego, inaitwa shego, nini ile, unaweka za kila aina. Sawa, kilichokuleta wakijua mama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. 30 Baqara. Ijue dhamana yako. Uwe ni kiongozi wa dini, uwe ni kiongozi wa kisiasa, uwe ni kiongozi katika vyama mbalimbali vya kiuchumi, lakini ni mwanadamu. Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanye ukumbusho wa yeye na moyo wake. Ukumbusho huo upeleke kwenye jamii, watu wajue Mola wako alikusanya malaika akawaambia, mimi nakwenda kumuumba mwanadamu. Lakini nakwenda kumuumba kwa lengo gani? Khalifa.
aende kuwa kiongozi. Dhamana uliyokuja nayo duniani ukawe nani? Kiongozi. Kwa hiyo kila mwanadamu kwa nafasi yake ni kiongozi. Kama haukuwa cheo fulani, basi ridhika ni kiongozi kwenye familia yako. Basi sio baba, kwa nini sio kaka? Kwa nini sio dada? Kiongozi. Unawasaidiaje wadogo zako? Kama baba, unaendeshaje familia yako? Asiyejua nafasi yake, unasikia hamtaki mwanawe kwa sababu kaiba, kwa sababu kiongozi. Onesha uongozi wako. Mwanao kaiba, kakaba. Sasa kama kiongozi, unafanyaje kumrekebisha mwanao atoke hapo? Hakuna dampo la kutupa watu. Maneno yanasema kila siku. Jalala hilo alipo, unamsusia nani? Na hata ukimtupa mwanao ataendelea kutajwa ni mtoto wako. Toto la nani hili? La Sheikh Kipozeo. Wewe mtaki, lakini jamii nasema ni toto la Sheikh Kipozeo. Wewe ni kiongozi. Dhamana yako ya kwanza kabla ya kuwa sheikh, kabla ya kuwa mchungaji, wewe ni kiongozi by nature. Yaani umeumbwa hivyo tu. Yaani umeumbwa wewe ni kiongozi. Ile kujidhalilisha, mimi nani? Wewe kiongozi. Mungu akuona unajidhalilisha. Mtu anasema kabisa mimi nani katika dunia hii bwana? Wewe kiongozi. Kama wewe hujui, mimi najua. Mimi kiongozi. Nashukuru sana baba mchungaji niliposema maneno yako yale. Mimi ndio msimkule, ndio msimamo wangu. Rais na mimi zaidi. Yaani msiwanda ndio hivyo. Rais anaongoza walio hai, mimi naongoza walio hai na waliokufa. Atakuwa rais akifa usiki tena, tunaletewa sisi. Lakini viongozi wa dini wanajishusha. Na ndio maana MC wetu alisema mheshimiwa rais wa Zanzibar akienda kwake, sio kwamba anasahau, anafuata taratibu za dini. Akifika pale, yeye muumini. Rais akitoka pale, hakuna rais ndani ya msikiti. Hakuna rais ndani ya kanisa. Sisi ni viongozi. Sasa ukitoka kwenye 30 ili nikahitimishe maneno nayo mengi, na kawaida yangu wanawaambia watu mimi ni gari ya Kichina. Kwa ngao ni askari na maongea ndio inapata moto. Lakini twende na muda. Kwa ngao gari ya Kichina inaitwa kwa ngao na liasi. Gari za Kichina zinatembea kidogo, zikichanganya hizo hazishikiki. Askari asisimame katikati kusimamisha, zitamzoa. Asimame pembeni. Maaleshi, ukienda aya ya 70 surati Bani Israili, tunamchukua huyu mwanadamu aliyeumbwa na akapewa dhamana katika dunia akawe kiongozi. Na Mungu aliyemuumba mwanadamu akampa sifa ya cheo cha kuwa kiongozi, anatangaza kwa kuwa na viumbe wengi sana. Wewe na ushehe wako Kundecha, wewe na uskofu wako akitokea simba utakimbia. Haya maneno meupe. Simba kumbe anatisha, ni kiumbe wa Mungu. Kuna chui, kuna nyati, kuna kifaru na wengine. Lakini tangazo la Mungu kwenye aya 70 surati Bani Israili, walaqad karramna bani Adam. Mwanadamu Mungu anasema ndio kiumbe wa kwanza kumpa heshima kuliko kiumbe yote aliyemuumba. Wewe ni mheshimiwa. Mwanadamu jijue. Na uhodari wa fisi kula nyama na mifupa, lakini si mheshimiwa. Na ndio maana hakuna daladala za wanyama. Ni wewe tu kuamua kumbeba mbwa kwenye gari. Mbwa atembee kwa miguu. Wewe ni mheshimiwa. Mungu akataja mifano kwa nini mwanadamu kawa mheshimiwa. Mwanadamu mwenyewe mwenye dhamana ya kuwa ni kiongozi duniani. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Moja, tulimwandalia usafiri anapotaka kusafiri bara na pwani. Usafiri kwa ajili ya mwanadamu. Mbili, wazaqnahum min at-tayyibat. Hata mlo wake unamchunga mwanadamu, hali kila kitu. Wazaqnahum
razaqnahum, sharti iweje? Minat-tayyibati. Riziki ya mwanadamu sharti kiwe kizuri. Tunaposema kizuri kwa mujibu wa Qur'ani, kizuri kwa afya yako na umeruhusiwa. Kinaweza kikawa kizuri kinywani, lakini ni kibaya kwenye afya yako. Wewe una matatizo ya sukari, unang'ang'ania mijuisi ya Baresa, utakufa. Sharti kiwe kizuri kwa afya yako, lakini umeruhusiwa kwa mujibu wa kitabu chako, kwa sababu wewe ni mheshimiwa, hauliuli. Niliwahi kusema mahala pamoja, mtazame nguruwe na uhodari wa kufungua mioyo ya watu, lakini hataki kufungua, anakula hivyo hivyo michanga, hauna chumvi au nazi. Wewe kwa sababu umeshindwa, unakwenda sokoni, muogo unauangalia, apatikane samaki kidogo, chumvi kidogo, vinazi au vimafuta kadha, unanoga kwa juisi, nipate chai ya maziwa yenye kahawa ndani yake, kwa sababu wewe mheshimiwa unakula kilicho kizuri kwa afya. Unasema huwa kupika unachemshwa kwa ndimu tu, uwapo unatakiwa kwa nazi. Mzee nguruwe anakula hivyo, si mheshimiwa. Ufadhalnahu ala kathiri, hapo sasa. Lakini tulimnyanyua mwanadamu na kumfanya bora dhidi ya viumbe wengi, tena kwenye mambo mengi. Sikai kwa kule kwetu darasani kuna vitu kidogo. Mwanadamu kafanywa bora kuliko viumbe wengine dhidi ya viumbe wengi, tena kwenye mambo mengi. Niliwahi kusema mahala pamoja, nyinyi mmefiwa na baba yenu mzee Muhenga kafa. Sio Muhenga huyu mwenyewe, Sheikh Ahmad kafa. Mmekaa mnajadili msiba, kuku wanafukuzana huko, wanakuja kukubali kwenye kikao cha msiba. Jike anakuja kukaa pale, hajui sisi tumefiwa tunajadili kufa, unakuja kukubali hapa. Lakini kwa kuwa wewe mwanadamu una mahala pa kukubalia, sio mbele za watu. Kwa nini? Wewe ni kiumbe bora, na ukiona uelewi ya kuhusu maneno haya, sihitaji kwenda mbali. Nini? Kwa nini nimeileta aya hii? Kuna watu walikwenda kwa Imamu Ali, walimuuliza bima shaufa insan, wanataka kujua hivi ni kwa kipi mwanadamu amekuwa ni mheshimiwa na mtukufu mbele yao? Kwa kipi hasa mwanadamu? Imamu Ali anaulizwa, mwanadamu huyu kawa mtukufu kwa kipi? Ana nini? Mwanadamu na punda mkubwa zaidi. Mnanielewa hapo? Punda mkubwa zaidi. Kwa nini wawe bora? Lakini fabirifu wa miljutha, kwa sababu mwanadamu ana umbile kubwa. Imamu Ali akamwambia, la, ingekuwa panazingatiwa umbile, basi angekuwa mtukufu tena. Fabitahati shatta al-mata'im, mwanadamu amekuwa mtukufu kwa sababu ya kula vyakula mbalimbali? Hapana, angekuwa fisi. Kumbe kwa lipi? Kwa uzuri wa muonekano? Imamu Ali akamwambia hapana, angekuwa tausi. Kumbe mwanadamu amekuwa mheshimiwa mtukufu kwa kipi? Alitaja vitu viwili Imamu Ali, ndipo napenda kumaliza. Fabil ilmi wal khuluq hasan, utukufu wa mwanadamu umebebwa na vitu viwili: elimu, kusoma, na tabia njema. Mwenye elimu anaweza akasoma tukio la tarehe 29 mwezi wa 4 2009. Mimi narudi natokea Malawi holiday, yalilipuka mabomu kwa bahati mbaya Bagala. Yuko mama, badala ya kubeba mwanawe aliacha mtoto, alibeba bata. Mabomu yale, hawa ambao wanafikiria kuvunja amani ikija vita, mmesoma nini kwa elimu mliokuwa nayo kwa tukio lile na lile lililotokea wapi kule Gongo la Mboto, ya Bagala na Gongo la Mboto? Mtu aliacha singlet, aliacha vesti yake, akabeba nguo ya ndani ya mkewe, andawea kabula. Wallahi, yale hukukusudiwa. Kakaangu Hilali Shaweni Makarani anakumbuka
kuna mtu alienda kujificha kwenye jeneza. Hebu tusomeni matukio yale, alafu sisi tunataka kuchafua hali ya amani. Ina maana sisi hatusomi, na elimu zetu na utu uzima wetu tunachukuliaje matukio yale? Sasa inakuja risasi ya moto, unalengwa wewe na koti lako kumeja. Tunawaambia nini kwa elimu tulizokuwa nazo na tabia nzuri? Asalina, kama kiongozi, ukiacha elimu, tabia njema, unaamini lugha ambazo umesimama kwa waumini wako unazozitumia zinakwenda kuzalisha nini kwa watu? Jamii ikishatengeneza mazingira ya kumdharau kiongozi wa nchi, nani chanzo? Umeridhika wewe kiongozi wa dini, kiongozi wa nchi ya dharaulike, muasisi wa dharauizi kuwa ni wewe? Mwenye dhamana ya ardhi hii kuwa ni kiongozi, anachafuliwa mtu. Mabwana, dakika ni chache, maneno ya kusema ni mengi. Tuna dhamana, sisi ndio viongozi kwa ule utu wetu, binadamu wetu, kisha ndio tunakuwa sasa viongozi wa dini. Dini imekuja liislahi mujtama. Dini yoyote ikiitwa dini, labda wewe una dini yako ambayo kazi yake ni ifsadu mujtama, kuharibu jamii, lakini dini kazi yake ni kutengeneza jamii ionekane watu ni watu. Kiongozi wa dini si nidhamu, si tabia njema kuishinikiza serikali. Kiongozi wa dini anaishauri na kuiomba serikali. Hiyo ndio dhamana na jukumu letu, tuishauri serikali na kuiomba serikali. Kiongozi wa dini huwezi kusema tunataka mara moja tujengewe msikiti. Unataka mara moja, lugha gani? Wewe ungeweza kumwambia babako nataka mara moja unipeana. Basi ni dalili kiongozi wa dini inawezekana kulelewa vizuri. Hebu tujaribu kutengeneza dini zetu. Nikae chini niseme hivi, kuna watu wanadhani Mungu kamuumba mwanadamu kwa akili ya aina moja. Si kweli. Mungu hakumuumba mwanadamu kwa akili ya aina moja. Kuna akili za darasani za kusoma nyingine, kuna akili za kufanyia biashara nyingine. Huyu mwenye akili ya kuelewa masomo darasani, kwa akili ile akienda kufanyia biashara wiki, biashara inakufa. Kuna akili ya kuishi na mke kama mwanamke, kuna akili ya kuishi na mume. Na kuna akili ya kwenye siasa. Akili ya kwenye siasa ukiileta msikitini unaharibu. Kila mahala kuna akili yake. Viongozi wa dini, twendeni tukazitumia akili kwa mgawanyo wake. Akili ya kuishi wewe na babako, usipeleke akili hiyo kwenye kuiendesha jamii, utatuharibia jamii. Hadha bikuli jawadi.